Sasa naingia sehemu ya pili ya maudhui yetu. Yaqulu tabaraka wa taala fi kitabihi al-aziz, Mwenyezi Mungu alotukuka katika kitabu chake kitukufu asema, ud'u ila sabili rabbika bilhikmati wal maw'izati alhasana, walinganie watu katika njia ya Mwenyezi Mungu. Mwanzo unatumia wisdom, bilhikmati wal maw'izati alhasana. Mwanzo unatumia wisdom, halafu ndio una address kile kitu ambacho wewe watakamweleza mtu, kwa sababu hivi sasa nyinyi nyote ni messengers ambao you need to deliver. Nyote nyinyi hapa kuna kazi Mwenyezi Mungu aliwapa, ambapo we need to deliver the word of Allah. Na katika njia ya kueleza, kulitangaza neno la Mwenyezi Mungu ni kuwa lazima tutumie hikma na tutumie ubusara katika kutekeleza neno kama hili, kama alivyotumia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu asema, fabima rahmatan min Allahi linta lahum, kwa ajili ya rehma ya Mwenyezi Mungu mimi nimekufanya laini wewe. Walau kunta faddan ghalidhan qalbi, na ungekuwa na moyo mgumu wewe, lamfaddu min hawlika, hungekuwa na mfuasi hata mmoja. Ile kuwa mpole Bwana Mtume, ile ni rehma. Na sisi katika kazi hino ambayo tutaifanya Mwenyezi Mungu, kazi hii tutumie ubusara, tutumie upole, ambapo mara nyingi tukishawacha skuli sisi tunakuwa influenced. Unapata rafiki leo anakuambia fanya kadhaa, unafuata. Kesho anakuagiza jengine baya zaidi kuliko lile. Kesho kutwa anakufanya wewe unakuwa extremist. Unafika wakati mpaka unafikiria wewe kuua. Hiyo ndia hakuitumia Bwana Mtume kabisa. Rafiki kama huyu, mimi nawaeleza kama mzee wenu hapa, try to avoid such friends, ambaye atakupeleka mahali alikutoa katika karia yako, umegia katika jambo jingine zito kabisa. Kuna kisa kimoja katika kufuata rafiki ambaye kila siku anakupeleka kwenye jambo baya zaidi kuliko la jana, anakuatisha masomo, anakutetesha na wazazi wako, unakuwa wewe huwatui tena wazazi wako. Akimaliza anakutoa shule, anakupeleka mahali kwengine ambapo Uislamu hauamrishi ati mtu si Muislamu wewe uwe utamfanyia ubaya. Haiamrishi Uislamu kabisa. Kuna bwana mmoja alikuwa akiishi na jirani yake. Huyu jirani alikuwa si Muislamu, aliishi naye huyu jirani mpaka ikafika hadi akiondoka mpaka watoto wadogo amwachia yule jirani yake ambaye si Muislamu, amwachia jirani yule Muislamu.
Huyu jirani ilifika hadi atakaiuza nyumba yake, akasema nyumba hii mimi nitaiuza, kwa mfano naiuza kwa 2,000,000, lakini bei yake itaongezeka, nitaifanya 3,000,000. Yule atakayeinunua, just because of my neighbor, huyu atapata jirani muhisani mkubwa sana huyu. Watu walikuwa wakiishi, nyumba imepanda thamani, shauri ya yule jirani ambaye ni muhisani mkubwa na yule jirani yake. Nikirudia, vijana muondoka hapa, utamaliza shule, angalia rafiki gani kila siku atakupa fikira gani. Usikubali wewe katika karia yako ambapo not even your parents watakuchagulia karia ile. Hata mzazi wako, wewe umechagua medicine, yeye yuko in business, akakwambia mimi nataka na wewe utukue biashara, atakuwa hajatimiza uadilifu yule mzazi. Sikwambii rafiki akutowe katika profession yako endi akakupeleke kwenye maafa mengine, akutowe na kuteteshe na wazazi wako. Isitoshe akutowe shule, pengine ulikuwa university. Tuna watoto sisi tunao wamekimbia university leo, hawajijui, hawajitambui. This should never happen to you. Kumalizia, kuna kisa kimoja. Kuna kijana mmoja alikuwa na tabia, akilala yeye ana tabia ya kukojoa, bedwetting. Ili ujue ni mfano ambao rafiki yule wa kukupeleka kila siku akupa maovu zaidi. Hebu tusikize huno mfano. Huyu kijana, wazazi wake wakatafuta dawa za kila sampuli, wakashindwa. Siku moja wakaenda naye kwa tabibu. Walipokwenda naye kwa tabibu, tabibu akamuuliza, akamwambia, wewe ukilala wewe huwa waona nini mpaka wewe ukakojoa? Akamwambia, mkilala huja jinamizi. Likafanyaje hilo jinamizi? Likanambia mimi kojoa, kojoa. Asema mimi nikakojoa. Dawa yake ndogo. Ile tabibu amwambia, hii dawa yake ndogo sana, tufanyeje sasa? Mzazi yuko hapo, amwambia kesho akija usiku usingizini, mwambie mimi nishakojoa. Mzazi akashangaa, dawa nzuri. Basi wakarudi, mtoto akaenda akalala usiku. Usubuhi mambo yamekuwa mabaya zaidi. Mzazi akamtukua kijana wake mpaka kwa yule tabibu, akamwambia, hebu msikize, mambo yanchafuka zaidi. Yanchafuka vipi? Kijana hayamweleze tabibu, untokea nini usiku jana? Akamwambia, jana nkuja tena. Akija tena anambia mimi kojoa, kojoa. Mimi nikamwambia kama vile ulivyosema vile, nikamjibu mimi, nikamwambia nishakojoa. Akaangu akitekwa, akafurahi, akaniambia furahi lile jinamizi. Akamwambia, ushaanza kuzoea mwenyewe sasa kunya. Hivi mkwambia hapo, huyu mtoto haangaliliki hapa, atakutembea hawezi. Hichi kisa ndio kinakupa rafiki. Rafiki ukija ukimwona akupeleka mahali ambapo sipo, basi kikumbuke kisa hichi cha huyu mtoto wa kukojoa. Atakupeleka mahali ambapo
kutoka tena utakuwa huwezi wewe. The moment wewe utairuin your brain, utaicorrupt, ujue kubounce back ni kazi kubwa sana. Usikubali mtu akupe tumbaku. Na kijana mimi alianzishwa kula ugoro huu, kisa hicho kitoa kila siku. Mimi ana mfanyikazi ndani ya nyumba, yule mfanyikazi ana tabia ya kula ile tumbaku, ugoro unaita. Akaanza kumpa huyu kijana, na ningekuwa ninabahatika pengine ningekuja naye hapa akawaeleza mambo gani alimpitia yeye. Alipozoea huyu kijana ikampa sort of depression, akawa hatoki nyumbani, miaka 10 hatoki nyumbani, huko ndani. Kijana alikuwa akiswalisha msikitini Kisauni, kijana alikuwa mzuri sana, lakini kwa sababu ya kuona kitu ati kitakutoa stress wewe, kijana yule kwa bahati akaja katika klasi zetu sisi, tukaanza kumtibu. Alhamdulillah, kwa juhudi kubwa yule kijana alipigana mpaka hivi sasa. Leo twashukuru hakuweza kurudi tena shule, lakini ana biashara vyake afanya. Kwa hivyo ujumbe wangu leo kwenu ni ujumbe ambapo Bwana Mtume asema tahasabu kabla an yuhasibu, jihisabu kabla hujahesabiwa wewe katika matendo yako. Ikifika jioni, angalia wewe umepitia nini mchana wote, na at the same time monitor your thoughts. Angalia kwapita fikira gani hapa, kama kuna negativity yoyote uproot, itowe hiyo. Be a silent watcher of your thoughts. Kwa hivyo kwa leo nitafungia hapa kwa shauri ya wakati, na wenzangu pia vile vile wataka wazungumze, na nashukuru kwa na mimi mkawa mmetulia, mkaweza kuabsorb haya ambayo sisi tumekuja nayo leo. Kwa hivyo jazakumullah khairi. Insha Allah natoa nafasi hii kwa wenzangu ambao tuko pamoja hapa insha Allah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama mlivyojulishwa, mimi naitwa Coach Omi, naishi Kibokoni Old Town na train vijana boxing. Na kuna kijana hapa, si kijana, mtu mzima mwenzangu aitwa Makbul, nadhani mwalimu wa hapa pia, sio? Yeye kidogo tunajuana mimi na yeye. Sasa kidogo tuwe pamoja katika ukweli ili tusidanganyane. Sote mabarobaro, hata mimi pia barobaro. Na nasaha nzuri ni kwa kijana mwenzake, si ndio? Tuweni pamoja, tukiliza maswali tujibizane, so that mazungumzo yetu yaende sambamba na nyinyi. Nani amjua Maradona? Anyoshe mkono. Anayemjua Maradona? Hakuna mjua Maradona hapa mbele? Ama mnaambia mkitaja maplaya mtachapwa? Hamjui? Nani amjua Muhammad Ali? Muhammad Ali boxer. Sasa hawa watu walikuwa katika ulimwengu huu, na kuna mwanafalsafa mmoja anasema kila mwanadamu atakuwa ni historia katika maisha yake, na tuache historia nzuri kwa wale watakaokuja kuzisoma historia zetu. Muhammad Ali alikuwa bondia. Hakuna mtu ukimwambia Muhammad Ali atakwambia alikuwa swimmer mzuri, atakwambia alikuwa bondia mzuri. Maradona alikuwa footballer mzuri. Unaona, hatuwezi kusema Abdul Basit qari wa Qurani alikuwa bana mkimbiaji mzuri. Watu wote wamjua kwamba huyu alikuwa qari mzuri.
kwamba yule pia na ametuachilia historia nzuri, so that tumkumbuka katika mambo mema. Na sisi tukiishi katika ulimwengu huu, tuacheni historia nzuri kwa watakaokuja kuzisoma. Mimi kama coach wa boxing, labda nina kesi nyingi sana za watoto zaja kwangu kushinda labda kwenda skuli zile kesi na kwenda kwa walimu wao wa madrasa. Kwa haraka kwa sababu ya muda, juzi kabla kafi kuondolewa, kuna kijana alinipigia simu akanambia, mimi nakuhitaji. Anambia kwema? Akanambia kwema, lakini mimi naja huko kazini kwenu. Akaja mpaka kazini kwetu. Anambia kuna nini? Anambia kuna kijana bwana amempiga mamake mpaka akamtoa jino. Kijana miaka 20. Ikabidi mimi nikamsubiri, akanambia tunzetu, huyu kijana mwenyewe niko naye mahali tumeenda kutengeza tuktuk. Tukaenda tukaonana na ule kijana, nikamsikiliza ule kijana akalia kivyake kunieleza ile story. Jinsi anavyonieleza mimi, aona yeye yuko sawa, sijamsikiza mamake. Nikamwambia hii kesi hatuwezi kusikiza mahali pamoja, lazima tuende tukamsikize na mamake. Tukasema tukaagana siku ya pili saa 2 usiku tuende tukamuone. Tukafika tukamuona mamake, tukaja naye tukakaa naye chini ili kufanya sulhu, manake mama na mzazi, ikiwa mtoto au mama atakufa mmoja hayuko radhi na mwenzake, kuna balaa kubwa sana kesho. Basi yule mama akachelewa kidogo, lakini alhamdulillah akaja kama saa 2:30 hivi. Tukamkalisha chini, tukasema katika mazungumzo hakuna mtu kuzungumza isipokuwa huyu mama kwanza azungumze kila kitu, alafu ndio tumsikize mtoto. Yule mama maneno ya kwanza aloyazungumza, ambapo sisi tumekwenda pale kutafuta sulhu, maneno ya kwanza yule mama aloyazungumza ni kuwa mimi nikifa huyu mtoto sitaki aje kunizika, na yeye akifa mimi sitaki kuja kumzika, na mimi nitampatia documents zangu zote aende kwa serikali akafute ili jina langu kuwa mimi si mamake, atafute mtu wa kumpachika hapa awe mamake. Sasa mimi katika akili nikajiuliza, tutokako tumekuja kusuluhisha. Maneno aloanzwa ni haya, hapa kuna sulhu kweli? Yule mwenzako akanambia bwana Omer, kemtutie dua twende zetu, hapa hakuna kutatua kitu hapa. Akamwambia wewe fanya subra kwanza. Basi ala kuli hali yule mama akaeleza yake. Hata kama kuna mahali tunaona kuna mama hapa kidogo amekosea, sometimes kuna makosa ambao wazazi wayafanya namna ya kuapproach wale watoto wao, hawazungumzi, hawachukulii kama kidogo washakuwa machua, kuna gea fulani tuende nao. Lakini sisi tunasema hatuwezi kuwatia wazazi kwenye makosa. Tukakaa pale, tukiondoka pale ni kitu kama saa 4:15. Mwenzangu akanirudisha na tuktuk, akirudi akashikwa na polisi, yeye akatoa shilingi 600, sababu ni ule kijana. Ala kuli hali tulikaa tukazungumza, lakini tukatatua yale mambo. Ule mama akaomba, mtoto akaomba msamaha, mama akakubali msamaha. Tukitoka pale wote wameridhiana kwamba wamesameheana, waanze new chapter. Challenge kubwa ambayo tulionazo sisi, kwanza majumbani, kuna msemo wasema kuwa mtumwa nyumbani utakuwa bosi nje, lakini ukiwa bosi nyumbani wallahi utakuwa mtumwa nje. Ukijifanya bosi ndani ya nyumba yako, hutaki kumsikiza babako, hutaki kumsikiza mamako, uheshimu ndugu zako, basi wewe subiri kudhalilika tu huko nje. Manake kuna wengine ndani mabosi, na ukiona wengine humu ndani nje, wakifika nje huko wana viboko zao, wakiomba kaa chini, kaa, simama, wataka watu wote hapo. Yeye atatumwa mara 20 mahali na atakwenda tarudi, lakini nyumbani akitumwa mara moja kila saa mimi. Wazazi nyumbani ni kitu muhimu sana. Ukitaka kufanikiwa, success inaanzia kwa wazazi nyumbani. Allah amejifunganisha pamoja na wazazi wawili. Mwogope Mwenyezi Mungu na utendee wema wazazi wako wawili. Failure inakuja kwenye wazazi kwanza. Tukija maisha yetu ya nje mitaani, jamaa, chagua rafiki wa kisawasawa. Rafiki ndio mwongozo wako wa kisawasawa. Angalia, anil mar'i la tas'al,
takumjua mtu simuulize wewe, waabsir qarinahu, wewe mwangalie rafiki yake tu. Mimi nikikuuliza wewe wavuta bangi, na ikiwa wewe unishimu mimi, huwezi niambia navuta bangi, utaniambia mimi sivuti. Lakini sasa mimi nikimwona rafiki yako huyu unaitembea naye saa zote vidole vyeusi humo, saa zote ana mabracelet tu. Sasa hivi amezungumza ustadha hapa, wanaume kutia vipuli imekuwa ni show sasa. Watu wanatengeza bracelet zile za majina yao, sijui bendera ya Kenya. Yako mavazi ya kiume tuvaeni, ya kike tuachieni wanawake, yale hayatufai sisi. Tuangalie rafiki wa kutembea naye ni nani. Rafiki tunaambiwa kuwa rafiki huenda na kutoa motoni kukutia peponi, lakini si hivi hivi tu kwamba ni rafiki yote aweza kufanya mambo kama yale. Ukiona mwadhini umeadhiniwa, rafiki hakushiki mkono kukutia msikitini, huyu si rafiki. Ikiwa hana mahaba na Allah, hawezi kuwa na mahaba na wewe hata siku moja. Huyu rafiki lazima awe na mapenzi na Mungu, ndio kwako urafiki awe ni rafiki wa kweli. Lakini kama hawezi kuwa na mapenzi na Allah, wallahi huyu muhame, sikwambii social distance ya corona, muhame vibaya sana, mweke mbali sana, mbali sana. Kwa rafiki ndo mtu wa pili kuuzingatia katika maisha yako, sababu hapa hatuwezi kujua baada ya miaka 5, miaka 10 wewe utakuwa nani hapa katika ndani ya hii ukumbi. Hatuwezi kujua wewe baada ya 5 years, 10 years utakuwa nani. Kuna watoto wazuri mashallah, very bright, si skuli si madrasa, wakaharibiwa na marafiki ambao mpaka future zao zikaharibiwa. Mitaani mwetu kila siku tunasema watu wazima ndio wenye kuvuta bangi na watoto wadogo. Mimi naishi mtaa wetu Kibokoni, mtu alikuja harusi ya yule aliovuta naye bangi ya babake na mamake. Alikuwa amehudhuria harusi ya babake na mamake mpaka ule mtoto amezaliwa, amekuwa, mpaka kaja kakaa maskani na yeye, wakawa wanatumia uraibu pamoja, wanatembezeana wenyewe, wasema nipe nikupe. Yeye akipiga pafu 2 huyu 2, ukipiga pafu ya 3 ngumi, mbona unizidi? Haya ndio maisha ya maskani tunaoyaona. Hata mimi pia nilikuwa mwanzo nikikaa maskani. Mimi sikutegemea katika maisha yangu kuna siku nitakuja kusimama hapa ati mimi nizungumze. Sijasoma dini sana, lakini ya kusukuma ibada ipo, unaona. Lakini ya kukaa na kumsomesha mwenzangu aendelee sina. Lakini lau ningekuwa na mimi ni mmoja wao wa kukaa maskani kuvuta bangi, kuvuta unga, nisingefika hapa, ama nisingeweza kukusanya watoto Kibokoni, Majengo, Bondeni, Floringi kuja kufanya boxing kwangu mimi, maana ningekuwa niko maskani sasa natoa nyute. Lakini kwa kuwa mimi mwenyewe nimefanya bidii, hakuna masala kumtegemea Mungu peke yake. Ikiwa wewe mwenyewe hujifanyi bidii, lazima wewe mwenyewe ujitahidi kukataa yale mabaya, ndio Mwenyezi Mungu atie taufiki yake. Lakini useme namtegemea Mungu tu mimi, lakini kwa maskani nikipewa na mimi natumia, Mungu ataniongoza, bado haijafika siku. Ni wewe ufanye bidii sana, ujiepushe na mambo kama haya. Walimu wetu tulionao wote hawa, waliadhu billah, Mungu asiwajalie, ingekuwa wavuta unga wangekuwa nyinyi wote mmekusanyika hapa mafikiri, lakini wamejinasua kule, wakafikiria mambo ya kisasa kufanya, leo nyinyi mkaja mkapata faida. Lakini kama ingekuwa wako maskani watumia uraibu, wangekuwa kama zezeta vile, mtu anatoa nyute mchana asubuhi, alfajiri watu watawakuswali. Wajua watu wanachangamka kutafuta riziki, wao ndio mwanzo walala, wao ndio asubuhi. Nikimalizia na hichi kitu kimoja, nikisema kila mwanadamu atakuwa historia katika maisha yake, naondoka ukiwacha historia nzuri. Siku moja kuna kijana mmoja wa mtaani kwetu. Huyu kijana alikuwa akitumia unga, alifariki. Na kufariki kwake ilikuwa, wajua mtu akitumia unga, wenyewe wasema lugha za kimaskani, anataki. Sasa ukivuta unga, ukikosa unga kwa muda mrefu au siku nzima ikiwa hujapata, unakuwa unatetemeka vile kama una homa vile ama baridi. Sasa yule mwenzao yuakata roho, wale rafiki zake wafikiria huyu mtoto anataki, kumbe yuakata roho huyu.
Hawa wengine wafikiria huyu anataka hajapata unga, jamaa hebu kitu tumpe atulie huyu, naona muda sasa. Jamaa chukua sindano, waitia pale, wanyanyunyiza, wanaivuta, wanapiga piga, shtua mshipa uenuke, wanadunga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yule mtu ndivyo alivyomalizikia vile. Wenzake waona anataki, kumbe huyu wakata roho pale, wahitaji la ilaha illa Allah, qul la ilaha illa Allah, qul la ilaha illa Allah. Watu wamdunga sindano. Sasa kuna baadhi watu hawamjui yule kijana aliyokufa nani. Jamaa mtu fulani ankufa, kutajana majina hamna. Yule kijana, kuna kijana amefariki. Sasa watu hawamjui. Mangema Ustadh Babwala anauliza aliyokufa jana nani? Sasa mimi naomba mtu fulani, namwambia Ali, Uthman, sijui nataja majina yote yale ambao wajulikana wale kijana kwa majina mitani, lakini bado hamjui. Sasa mimi nikaona afadhali niende kwa njia rahisi, labda huenda akanifahamu. Umji kuna kijana mmoja alikuwa akikaa hapa maskani yake, yule teja avuta unga saa zote hapa, mchafu yule ndio sasa anamjua. Sasa ile historia aliyoiacha ameiacha kwa kila mtu yamjua huyu alikuwa mvuta unga. Maana ukimweleza mtu kwa njia yoyote hamfahamu yule, isipokuwa nilipotaja mfano ule. Kwa hivyo na sisi pia tuache historia nzuri. Kuna kisa nimekisikia, kuna bwana mmoja nasikia visaba kasuku hapa, na nikasema nilete changu. Kuna jamaa amenunua kasuku wake, shekhe mmoja amenunua kasuku wake, kila siku yamfundisha la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Kila siku ile kasuku yasema la ilaha illa Allah, kila siku ile kasuku yasema la ilaha illa Allah. Sasa siku moja kasuku hakumweka kwenye banda, mweka kwenye chumba tu, yuko wazi hivi. Akatoka kasahau kubana mlango. Kasuku yule amfundishwa la ilaha illa Allah miaka 20. Sasa yule bwana amesahau kufunga mlango, akitoka hakubana ule mlango, paka akaingia. Paka alipoingia alikamvamia yule kasuku. Miaka 20 afundishwa la ilaha illa Allah, paka yuamla kasuku. Tutategemea kasuku aseme nini? Ankufa. Majirani wakija, wakishtuka, kiingia, wakimwangalia yule kasuku tayari ashakufa. Sasa akija shekhe, akiingia, bana kasuku wako ankufa. Shekhe kilio, bana kasuku wanjatele, walia nini? Kasuku tu wakuliza namna hiyo. Wallahi mimi silii kwa sababu kasuku ankufa. Lakini miaka 20 namfundisha la ilaha illa Allah, miaka 20, na aliona paka hakutamka la ilaha illa Allah. Sasa na sisi tunaoishi mimi na wewe, miaka kutoka twazaliwa twafundishwa la ilaha illa Allah, na sisi Mwenyezi Mungu asitujalie tufe tuwe hatukutamka la ilaha illa Allah. Mungu asitufikishe huko. Kama ule kijana ilikuwa watu wamtamkishe la ilaha illa Allah, watu wamdunga sindano za unga za apate kuregea katika ile hali yake ya uteja, aonekane yuko strong, lakini watu hawakufikiria hayo. Ghafla ankufa, khalas, watu hawakumpa kalima ya mwisho. Mwenyezi Mungu asitufikishe huko inshallah. Sina mengi, lakini nasema vijana, tuangalieni marafiki wa kutembelea nao, tuangalie marafiki nini wanatupa, nini wanatunasihi, nini wanatuongoza. Tubebeni, tuwe kama kichujio vile, vizuri tuviweke pale, vishuke, kama vibaya tuvitupe. Kwa hivyo sina mengi ya kusema inshallah. Kama nimewachosha samahani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.